kabla ya kuanza kwa msimu mpya wa kimashindano. Kwanza Ali, karibu. Shukrani sana. Mambo nasemaje? Mambo tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Alhamdulillah yanakwenda kama vile ambavyo yeye ameandika yaende kwa upande wetu. Kwa hiyo tunasema alhamdulillah. Okay, tumeshuhudia matukio makubwa mawili kabla ya kuanza kwa msimu mkiyafanya kama klabu ya Yanga. Lakini ile Yanga Day imezoeleka ina misimu kadhaa. Nini mlifikiri kuhusiana na swala la kumtambulisha Aziz Ki? Ili hali kwenye tukio akwepo, pengine labda muda wa kutambulisha umepita. Kwa nini pengine kutambulisha labda kupitia peji zenu za kimtandao, lakini mkaamua muende kwenye uwanja na kumtambulisha? Inaanzia kwenye kufikiri, inaanzia kwenye kuwaza. Unapokuwa na jambo kubwa kwenye mikono yako, inaanzia kwenye kufikiri ili jambo naliendeaje, nalifanyaje na litakuwa na impact gani. Mimi cha kwanza ni mpongeze rais wa klabu yetu Engineer Hersi Said. Status yake ni rais wa taasisi, lakini age yake inaruhusu kumfikia na kujadiliana baadhi ya mambo ambayo unahitaji mtu wa umri fulani hivi ndio mjadiliane hayo mambo. Kwa hiyo yeye kwa sababu ana hiyo exposure, amezunguka sana na anafahamu dunia ya mpira iko wapi, inaelekea wapi, inakuwa rahisi kwetu sisi kumfikia na kumwambia what if tukilifanya hivi, na yeye anakuwa na input zake. Okay, hili linaweza kuwezekana, hili linaweza kufanyika hivi, linaweza kwenda hivi. Kwa hiyo alipotuambia kwamba nimekamilisha signing ya Aziz Ki, na hii signing of course ilichelewa kwa sababu ya biashara pia ya Alan Okello, kwa waliniambia tusubiri kwamba siwezi kukamilisha deal ya Aziz kama sija finalize deal ya Okello. Sema nitakuwa mtu wa ajabu sija finalize deal ya Okello alafu nikakamilisha deal ya Aziz. Kwa hiyo nipe muda nifuatilie haya mambo mawili kwa wakati mmoja. Kwa hiyo siku aliniambia kwamba tayari Alan Okello tumeshafanya biashara yake na tayari nimeshamalizana na Tripoli. Tripoli Al-Ittihad wale, sio Al-Ittihad nafikiri. Aziz pia ni mali yetu. Kwa hiyo sasa mpira upo kwenye hafu yako. Tunakwendaje kumtambulisha Aziz? Mind you, siku hiyo pia tunakwenda kwenye game. Yaani deal ya Aziz ilikamilika a day before. Ile mechi ya kwanza ligi. Kwa hiyo Ijumaa ndio deal ilipokamilika. Nikamwambia bwana, Aziz ni mchezaji mkubwa. Habari yake imeshaandikwa sana mitandaoni. Haitakuwa tena ile wanasema exclusivity ya news kama ukiitoa papa watu wanashtuka. Kama walivyoshtua kwa Selemani Mwalimu ambaye hakuandikwa popote. Lakini hii ishaandikwa sana. Tunaweza kutumia huku kutapaa kwa taarifa ilivyotapakaa hivi, tukaigeuza ikawa mtaji. Kivipi? Tukampa wazo tufanye kama ambavyo wanafanya wenzetu Europe. Kwa hiyo tusiite watu wakaja kushuhudia utambulisho huu. Na uzuri karibuni hapa Mohamed Salah ametambulishwa kule Uturuki. Tulikuwa tuna picha sahihi tunataka kitokee. Mliona ile Salah kwa hebu ile wanawezaje? Kwa sababu ukiangalia ile story, Salah sio kwamba waliitwa hawajui kama Salah anakuja kutambulishwa. Wao walikuwa tayari wanajua. Walikuwa wanajua na ameshapostiwa, sio? Nipo sehemu zote na media team imefanya coverage ya safari toka kwenye ndege anakuja na watu wanalipa wanakwenda uwanjani. Kaambia tujaribu hili jambo. Kwa hiyo akasema inawezekana. Ikaitwa pale idara 3 ambazo ndio idara muhimu kwenye hili jambo, idara yetu ya habari, idara yetu ya masoko na idara ya wanachama. Tukakaa sasa tulichakata ile jambo linafanyika vipi. Kwa idara ya masoko akasema tuko nje ya muda sasa hivi kupata kampuni zidhamini ili tukio kwa haraka ni ngumu. Tuwaendee kwanza wadhamini ambao tuko nao, alafu tutangaze ndani ya masaa 24 kama kuna sponsor ambaye anataka kujoin anaweza kujoin, kwa sababu ni issue za budget. Lakini kwa ukubwa brand yetu na ukubwa wa tukio na sponsor tusimfiche, tumwambie tunakwenda kumwanvili mtu fulani ili aone na yeye picha apate kitakachotokea. Kwa idara masoko na yenyewe kaingia kazini, idara wanachama na yenyewe ikapoa kazi ya kuzungumza na matawi yetu kwenye channel zetu za kiteknolojia
tukawafikia, tukaona impact, tukaenda kufanya press conference. Kwa kufanya press conference tayari tuna asilimia kama 30 hivi ya jambo tunalolitaka. Kwa tulivyotangaza, alhamdulillah, makampuni yakaja, tulipata makampuni matatu ambayo ni mapya, lakini makampuni yale ya zamani yakasema na sisi tuta contribute kwenye hili tukio, tuone litafanikiwa kwa kiasi gani. Kwa mpaka tunakwenda usiku kwenye kufunga ile skini pofungo pale, ilifunga katikati ya uwanja, ndio lakini mwanzoni mpaka pana hofu hivi, wanakuja kweli? Kwa nini skini tusisogeze zaidi huku na VIP, yani na huku VIP pale KMC, ili hata kama picha ipigwe tu upande huu ambao kutakuwa na watu, yani ile picha ya kimkakati tunajuana. Lakini usiku kile mliona video, engineer alikuja uwanjani KMC kama saa 8 hivi, tuko pale saa 9 alikuja pale kutembea, akanambia nimepigiwa simu nyingi sana na watu wakiuliza ticket, wakiniomba ticket, maana hatujatangaza za VIP kama zinauzwa. Maana yake kuna watu wamenipigia, watu wakinipigiaga, maana yake mwamko ni mkubwa. Hii skini rudisheni nyuma. Kwa hiyo ikabidi rudi nyuma ya pale watu tukubaliana, tukiamini kwamba watu wangejaa, tungefeed hata majukwaa mawili. Ndugu yangu, umefika, tulitaka tunaanza saa 10. Umefika saa 7 kamili mchana. Mageti nje yameshaanza kusukumwa. Watu wamejaa kwa sababu ticket tulikuwa tunauzia tu mlangoni, yani ile kizamani kwa hoteli yako, unajua ile yako chukua ticket na ndani. Kwa hiyo saa 7 tayari wanatikisa mageti, wanataka ticket. Na maandalizi hayakamilika bado, hiyo screen kwa kutest, kuna sound. Ikabidi pale wenye uwanja watushauri, bwana watu ni wengi, wacheni waingie kujiandaa basi. Kwa tufungua mlango ile muda wa kuanza saa 10 tayari tuna full house. Kwa hiyo watu ni wengi kwenye uwanja. Tunawashukuru sana manispaa ya Kinondoni. Unajua watu walikaa mpaka kwenye njia pale KMC, njia ile watu walikaa chini kabisa mule. Na kuna eneo pale ambako ukiwa unaingia majukwaa mzunguko kuna space pale ambao mbele yake kuna washroom. Watu pia walikaa pale chini. Kwa hiyo tiketi ziliuzwa, hiyo tiketi za karatasi ile unauzwa, kichanja kinabaki kishina. Tukauza na vile vishina. Tuliuza kwa karatasi vikabaki vishina. Tukauza vile vishina. Bado watu wakawa uliwarudisha watu nyakati za komando. Sio finance atuambia sasa siwezi kuprint, injinia akaambia uza vishina. Kwa hiyo unakata kidogo unampa kilichobakia, akazikaisha. Watu bado wapo. Akabaza sasa wenye uwanja waturuhusu, wakati ruksa kwa watu waingia wakaa kwenye sakafu ile, wamekaa chini. Kutoka pale sasa maandalizi tuliyofanya na muitikio kama taasisi tuagundua kwamba maandalizi yetu yalikuwa yako chini kuliko muitikio wa watu. Kwa sababu kama ulisikiliza vizuri, tulikuwa na artist wachache ambao tulikuwa nao, na muda tutaka tuanze saa 10. Kwa hiyo ukianza 7 maana yake inabidi uanze kuhudumia watu masaa 3 kabla. Na hauna artist wa kuhudumia watu masaa 3 kabla. Una DJ aida apige mpaka achoke. Tulikuwa naye mmoja, tuna hyper mmoja, na yeye akaongea mpaka sauti ikamkauka. Kwa sababu shughuli ile ikawa sio, maana ikianza saa 10, tuliplan saa 10 itaanza burudani mpaka 12 saa 1 saa 2 tutamtambulisha, watu wanakaa tunaangalia mechi. Sasa tuna masaa mengine matatu ambayo hayakuwa kwenye ratiba yetu, watu washajaa, watu wanataka burudani ianze. Kwa hiyo yote yalianzia kwenye idea. Na kwa sababu tuliambiwa ni Azizi tushampata, na Azizi ni mchezaji ambaye yupo kwenye mioyo ya wanayanga, tukasema tujaribu hili jambo. Ni ndoto ya muda mrefu pale klabuni kwetu, tufanye kitu fulani ambacho kwa Ulaya tunaona kinafanyika, na tunajiulizaga hawa wanawezaje? Yaani unamwona Kylian Mbappe anaitwa pale Santiago Bernabeu kuna shona, na unasikia baada ya muda fulani eti Madrid wamerudisha fedha ya usajili, wanajiuliza wanaweza vipi? Lakini baada ya tukio la juzi nimethibitisha kwa 100% kama na sisi Yanga tungekuwa tuna uzoefu na tumejipanga muda mrefu, hela ya Stefan Aziz Ki ingeweza kurudi kabisa. Kwa sababu kumbe hela huipati kwenye gate collection peke yake. Tungeweza kutafuta sponsors wengi zaidi. Tungeweza pia kuwa na seti ya jezi za Aziz Ki peke yake ambazo tungeziuza pale na watu wangezinunua. Kama kuna watu 10,000 kuuza jezi 10,000, maana yake biashara yao kwa muda ule imeenda vizuri. Tungeweza duka la club kuuza jezi special za mchezaji yule. Tungeweza mikoa hii, miji mikubwa
tungeweza kuuza jezi kwa muda huu na zingenulika. Okay, labda kwa nafasi hii mlioifanya kwa udogo lakini mwitikio mkubwa, unaweza ukaainisha faida kadhaa za moja kwa moja ambazo mlizozipata? Moja kwa moja ni Kibunda. Hiyo ya kwanza. Vishina viliuzwa. Toto tumekusanya milioni 250 kwa tukio lile. Tumekutanya fedha kutoka kwa sponsor, wale ambao tulikuwa nao, wadhamini wetu wakuu tuliwafuata. Wadhamini wetu wengine ambao tuko nao kwenye taasisi nao walituchangia, lakini tukapata wadhamini wapya wa tukio tu 3. Na kitu kizuri engineer akaniambia na akawaambia dada yetu ya masoko, tuweni fursa pia kwa makampuni, mataasisi mpaka maduka. Sababu sasa hivi ukiangalia kwenye digital platform watu wengi wanatafuta fursa kujitangaza. Mtu anadua kadi yako, kwa mtu anabia biashara gani, anataka kujitangaza. Na unalipa hela milioni 5, milioni ngapi? Akasema nyie okoteni. Chochote kinachokuja nyie chukueni siku moja. Kwa anayekuja na milioni 3, milioni 5, kusanyeni. Msiache hela, wapeni watu nafasi. Kama ni sehemu ya bana ukaa, kama ni kwenye video kuplay tangazo lake, kama ni kwenye picha kuwa na logo yake, wapeni watu fursa tofauti tofauti. Kwa hiyo tulikusanya wadhamini wa kutosha na tukapata gate collection nzuri. Kwa hiyo toto wakati tunapiga mahesabu ya mwisho ilikuwa ni milioni 250 ambayo tuliingiza kama collection ya utambulisho wa Aziz. Faida ya pili ni publicity. Ile ilikuwa ni siku ya mwisho ya kufunga dirisha. Tension ya dirisha siku ya mwisho, ni watu wa mpira mnajua. Kila mtu anakuwa iko excited. Klabu yangu inafungaje? Sisi kule pia na matamko mengi. Na matamko mengi alikuwa anasambaa mitandaoni. Sasa nikwambie kitu. Umeona ile X Factor ile? Mimi nilijua Simba hawezi kuwa na X Factor kwenye deadline. Intelligence yangu ilishaniambia hawana huyu mchezaji. Chachekecha hawana. Kwa hiyo ili mashabiki wao, sababu watakuwa na hasira na wako idol hawajui cha kufanya, acha mimi niwekee X Factor wa kwetu, watafuatilia ya ile hasira yao, watafuatilia tuangalie hao nani anakuja huko. Kwa hiyo tukachukua sisi tutatambulisha X Factor, nikiwa najua hawana yani mpaka nafika mchana wa dirisha kufungwa ile Jumamosi, sisi intelligence yetu tuambia hawana mchezaji wa kumsajili ambaye anaweza kutikisa dirisha. Maana unajua ukisema X Factor afu ni siku ya mwisho, maana yake atumkosei heshima striker Mgunda aliyechukuliwa, lakini unaposema X Factor afu anafunga dirisha, unazungumza mchezaji ambaye ana PR kubwa ya kubebeka. Yani anauzika. Sio ndio kwenye football kama amecheza mpira. Kuna wachezaji ambao wao wanafanya kazi yao uwanjani, alafu kuna wachezaji ambao kimasoko wanauzika. Ndio maana timu moja inaweza kuwa na Ronaldo yuko Makelele, lakini Ronaldo anakawa market ya club kwenye issue mbalimbali. Kwa hiyo nilikuwa nimepiga chekecha hawana huyo mchezaji. Faisal yuko wapi? Yuko Arusha. Ukaseti Faisal kwa karibuni zangu yuko Arusha. Kwa dalili yote, dalili ipo, lakini kuna mara amekwama. Ili haliwezekani. Wanani mwingine nikaona hamna. Waweza kuleta foreigner leo, nani wanamkata hapa? Hapa kuna watu wana mikataba mirefu, hela hamna, ukatamaki pale ili umetempe huyu ukate mtu hapa. Uondoe mtu. Ili mlipe mtu hapa. Nikasema hawana usajili. Kwa hiyo ndio kutuambia ina maana kama Okello asingeuzika ilikuwa ngumu Aziz Ki kuingia kipindi hiki. Aziz angeingia. Kama kwa sababu ilikuwa ni pendekezo la mwalimu kwamba nahitaji, ameona Alan Okello lakini akasema nahitaji kwa ajili ya Champions League nahitaji experience nyingine kwenye mstari wangu wa ushambuliaji. Nipate mchezaji mwingine mwenye uzoefu wa kuongeza nguvu hapa. Kwa hiyo ilikuwa task ya viongozi kuangalia sasa kama anakuja Aziz, likely tunaweza kumtoa Okello kwa biashara tukamuuza, kwa sababu ni wachezaji ambao ukitazama ni kama wanafanana. Aziz na Okello same position, same style of play, kama wanafanana hivi. Kama imeshindikana huyu, maana yake biashara yake imeshindikana, uongozi unarudi kwa benchi la ufundi. Bwana huyu imeshindikana, tunaweza kupunguza eneo gani katika hawa 12 ambao tuko nao. Sababu tuna 12 tayari. Kwa hiyo ilibidi benchi la ufundi tuongoze, funguzeni beki, punguzeni kiungo, wao ndio wangetuongoza katika maeneo ya kuweza kuboresha. Kwa hiyo kocha alivyokubali kwamba Alan Okello anaweza kutoka, na tayari kuna offers zilikuwa zinagonga mlango, sababu ofa ya kwanza ya Alan Okello ilikuja $700,000
na hatukuijibu mwanzoni. Kwa subiri, tuna hiyo interest. Kwa hiyo interest ya kumpata Azipo kuja na mwalimu posema anataja experience. Kwa hiyo tukawachekecha wale kwenye email. Mara hii ndogo hii. Mnaweza kufika hapa. Sasa ukijibu hivyo email maana yake unafungua discussion. Unawatazama. Kama wana interest maana yake mnaanza kujadili. Kwa hiyo walivyorudi kujadili tukasema okay. Hii biashara ipo. Kwa hiyo ndio ile twende mpaka ikafikia kwenye kiasi ambacho kina maslahi mazuri ya club na maslahi mazuri kwa mchezaji, tukafanya hiyo biashara. Kwa hiyo Okelo ameondoka kwa sababu ya ushauri wa benchi la ufundi kwenye kuongeza experience kwenye eneo la mbele. Inawezekana intelijensia imekuwa sehemu ya sasa hivi ya timu nyingi kufanya vizuri, kiacha mambo kadhaa. Intelijensia ya Yanga kwa hivi sasa ndo tuseme the best. Kwa kuangalia moja kati ya kauli zako ya kwamba anafanya mazoezi kwao lakini baadaye atacheza kwetu. Unawazidi hapo kiacha mambo ya ndani ya uwanja. Kwa sasa hivi lazima tukubaliane kitu kimoja. Na hapa tutazungumza watu wa mpira, si ndio? Hauwezi kuwa unapigana vita na haujui uimara na udhaifu wa unayepigana naye. Sahihi. Yaani hatuwezi kuwa tunashindana kwenye ligi Yanga hatujui Fountain Gate ana uimara kiasi gani na ana madhaifu sehemu gani. Hatuwezi kuwa tunashindana ligi hatujui Azam kajiimarisha. Tuko tu wenyewe, yani tunaamini kwamba sisi tuko sahihi hapana. Lazima ujue kama Azam kajiimarisha maeneo gani na maeneo gani kuna udhaifu. Tunaweza capitalize kupata matokeo na kuweza kuchukua ubingwa. Kwa hiyo timu zote huwa tunaziobserve namna hiyo. Kwamba huyu tena kwa kipindi cha usajili tuko very critical. Yanga kwenye ile department yetu ambayo inahusika na mambo ya usajili huwa inafanya vikao kila muda, sio kwa ajili tu ya Yanga. Yaani tukisikia kwa mfano Azam FC kamsajili Molia ni winga, lazima department yetu ikutane. Who is Molia? Impact yake itakuwa vipi kwenye ligi? Anaweza kuongezea nguvu maeneo gani Azam FC? Tukasikia labda Simba kamsajili Dumbia. We have to sit down, who is Dumbia? Anaweza kuongeza. Unajua sometimes unaweza ukawa unasajili peke yako tu. Mtu kashusha mashine. Alafu ukiangalia fullback zako, bwana kwa huyu tuongezeni nguvu maeneo fulani. Ipo kwenye football. Au mtu hapa twendeni mbele. Kwa hiyo sisi huwa tunafanya tathmini ya timu yetu na tathmini ya washindani wetu tunashindana nao kuangalia. Kwa hiyo tulipoona kwa mfano Simba wamemsajili Dumbia, tukaenda kuangalia kwenye rada zetu. Ana goli 10 na ngapi Mali? Sijui 17. Okay sawa. Kazifungaje? Mnaenda kuangalia. Unakuta kuna penalty 8, una penalty 9 na okay kumbe mpaka atengewe. Aerial ball ukoje? Hii defender anaweza kucheza naye vizuri. Okay hapa huyu ana shida huyo. Kwa hiyo kama tulivyomsajili Faruk Komara ni last season tulikuwa na Asinki kama central defender. Now top central defender watatu loko. Baka, Mwamnyeto na Job. Na Job sasa hivi of course anakaribia kurudi mwezi wa 10 inshallah. Anaweza kama amesharudi kiwanjani. Lakini tunataka kwenda kucheza Champions League. Tuna ligi, tuna CRDB inakuja Federation ya. Tuna mashindano mengine ya ndani ambayo of course yanakujaga hapa katikati ya msimu. Unaweza kwenda na defenders hawa mpaka mwisho? Hapana, unahitaji kutengeneza rotation. Kwa mtu afika utahitaji Mwamnyeto mpumzika. Leo acheze fulani. Kwa hiyo yote hayo yanatupelekea kwenye kutengeneza timu. Sasa kujibu swali lako la msingi, si intelligence yetu ipo kwenye kuangalia uimara wetu, lakini pia wapinzani wanajiimarisha vipi. Na kwenye kujiimarisha kwa mfano, nitawapa leo mfano mdogo kama utajenga mantiki katika hii hoja yetu. Umeona sisi tumemchukua Selemani Mwalimu kutoka Simba Sports. Miongoni mwa washambuliaji wazao waliofanya vizuri last season. Si ndio? Lakini ukiangalia last season impact ya Selemani Mwalimu ndio alikuwa anasimama